خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم، كبرنا من صغر، أطعمنا من جوع، سقانا من ظمأ، كسانا من عري، رفعنا من ذلة، كثرنا من قلة، علمنا من جهالة، هدانا من ضلالة، علمنا من جهالة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لا نحصي ثناء عليك أنت يا رب كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Maudhui ya khutba yetu ya leo, ndugu zangu, itakuwa ni umuhimu wa Muislamu kuisoma dini yake hasatan. Ilmu ni kitu muhimu sana na ni jambo la dharura na ni jambo la msingi katika maisha ya Muislamu. Na ilmu ambayo tunaizungumzia hapa, ndugu zangu, ni ilmu shar'i, ilmu ambayo inaambatana na sheria ya Mwenyezi Mungu. Ndio ilmu ya Qur'an, ndio ilmu ya hadithi, ndio ilmu ya tauhid. Hizi elimu zingine tutakuja kuyaona hapa ni mubah, ni elimu ambazo zimejuzishwa katika hii dini mtu kuisoma, lakini hasatan si malengo ya kumpeleka Muislamu katika akhira yake, na tutakuja kuyaona hapa, ndugu zangu. Ndio unaona kinyume cha elimu ni ujinga. Mtu anakuwa ni jahili, anakuwa ni mtu mjinga maana yake. Na hii ujinga lau itaendelea kwenye maisha yako na yangu, basi itakupeleka sehemu mbaya zaidi na mbaya zaidi na mbaya zaidi. Wewe ukiwa mjinga kwa sababu huna elimu na umekataa kusoma, itakupeleka wewe ujinga wako huu ukawa wewe sasa hivi ni jahil murakkab. Jahil murakkab maana yake ni mjinga na ujinga wake umepandiana. Yeye mwenyewe hajui na hajui kwamba yeye hajui, na hakuna mtu ambaye anajiona kwamba yeye ni mjuzi kuliko yeye na hajui chochote. Hii ndio ujinga wa kupandiana sasa. Na hii ujinga wa kupandiana itamtoa mtu katika ujinga huu, itampeleka daraja nyingine ambayo ni mbaya zaidi kuliko hiyo ujinga wa kupandiana, naye ni taklidi al-a'ma. Itakupeleka wewe ujinga huu wa kupandiana kwa kuwafata watu kipofupofu tu, wala huulizi hawa watu ambao mimi nawafata wametumia dalili gani kwenye Qur'an, hadithi gani ya mtume. Madamu ni shekhe fulani, ni mtu fulani ameyasema, wewe kwa sababu hujui, wewe ni mjinga, utamfata tu kipofupofu, na wewe mwenyewe hujui kwamba huyu bwana anakupoteza. Ndio Sufia anasema, Imam Ibn Sirin rahimahullah anasema, inna hadha al-ilm dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Hii elimu ya sheria hii hasa ndio dini, ndugu zangu. Basi angalieni ni nani ambao unachukua elimu yako kutoka kwake. Sio kila mtu akumsikiza, sio kila mtu utakaa wewe unataka kuchukua elimu kutoka kwake. Wengine hao watakupoteza, wengine hao watakuondoa katika njia iliyokuwa sawa, watakuingiza katika njia ya batili.
na ndo wengi leo wamepotea kwa sababu wanawafuata watu kipofupofu tu. Lakini ndugu zangu, hii mtu kumfuata mtu kipofupofu, hii ni ujinga ambaye baadaye itakupeleka kwenye ujinga uliokuwa mbaya zaidi kuliko zote, na hii ndo hatari sasa. Naye ni mtu kuanza kutafsiri aya ya Qur'ani na hadithi ya mtume kwa rai yake sasa. Na hakuna jambo la hatari kama hilo. Mtu anatafsiri aya ya Qur'ani na hana elimu, anatafsiri hadithi ya bwana mtume na hajui maana yake ni kitu gani. Sasa hapa ndo kuna hatari. Ndio Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu anasema, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardhin tuqilluni idha qultu fi kitabi llahi bira'yi. Ni mbingu gani ambayo ingenifunika mimi na ni ardhi gani ambayo ingenibeba mimi lau mimi Abu Bakar Siddiq nitaitafsiri Qur'ani, kitabu cha Mungu, kwa rai yangu. Hakuna jambo la hatari ndugu zangu kama mtu leo kuitafsiri hii Qur'ani kwa rai yake. Ndugu zangu, ndio unaona hii ujahili ni kitu cha hatari katika umma ambaye leo imeenea katika jamii zetu, na leo hakuna mahali pengine pa kuweza kuipata elimu hii na kuikuza elimu yako katika kuiboresha dini yako na uhusiano wako na Mola wako na kuijenga akhera yako, isipokuwa katika vikao kama hivi. Leo kuna baadhi ya watu malasafu shadid hawakai katika darsa msikitini, hawakai katika muhadhara, hawakai katika khutba za Ijumaa. Hakuna yeyote ambaye yani hakuna shekhe yeyote ambaye anakaa kwake anamsomesha na kumkumbusha mambo ya dini. Unajua wewe unapokaa katika vikao kama hivi ndio vikao ambaye mtume ameviita majalisi dhikri, vikao vya kumkumbuka Mwenyezi Mungu, ambaye maswahaba ridwanullah alaihim kina Abu Huraira walikaa kwenye darsa hizi na wakawa ni wanachuoni wakubwa kuliko wanachuoni wenyewe. Watu kama kina Imam bin Baz, kina Sheikh Al-Uthaymeen wamesoma chini ya mti, wamesoma msikitini katika halaka. Anasikia kuna darsa msikitini, anakuja pale anaandika hadithi moja, anahifadhi, anaandika aya, anaandika baadhi ya akwali ya wanazuoni. Wakaja wakawa wao ni watu bora katika elimu kuliko watu wote, yani kuliko watu wote. Ndio Al-Khalil bin Ahmad kwenye kitabu chake kidogo hivi niko nacho nyumbani, kitabu chenyewe anwani yake ni hadha huwa al-Islam. Ananukulu baadhi ya vipengele katika maneno yake, anasema annasu arba'un, watu wamegawanyika makundi manne. Sisi sote tuliokaa hapa tumegawanyika makundi manne. Jiangalie wewe katika makundi manne haya umo katika kundi gani? Kundi la kwanza, ar-rajulu yadri wa yadri bi annahu yadri fadhalika alimun fattabi'uhu. Mtu wa kwanza ni mtu anayejua na anajua kwamba yeye anajua, anayo elimu na anafahamu hilo. Huyu ni mwanachuoni, huyu mfateni. Na hawa ni wachache sana katika jamii zetu ndugu zangu. Na mtu wa pili ni ar-rajulu yadri wala yadri bi annahu yadri fadhalika naimun fayqidhuhu. Mtu wa pili ni mtu anayejua na hajui kwamba yeye anajua. Huyu amelala, huyu anatakana kuamshwa huyu. Na wengi waliolala katika hii umma ni wengi ndugu zangu, wamesoma dini na wanajiona wao hawajui chochote, kumbe hawajajifahamu wenyewe, hawajajifahamu wenyewe. Na mtu wa tatu anasema Al-Khalil bin Ahmad, ar-rajulu la yadri wa yadri bi annahu la yadri fadhalika jahilun fa'allimuhu. Mtu wa tatu ni mtu ambaye asiyejua na anajua kwamba yeye hajui, basi huyu ni mjinga, nitakana afunzwe.
wanaokubali kwamba wao hawana elimu katikati yetu hapa, ndugu zangu, ni wengi sana katika jamii zetu, na hawa ndio ambao wanaotoa baadhi ya fatwa, hawa ndio ambao wanabishana katika mambo ya dini bila ilmu, hawa ndio ambao wanatafsiri Qur'ani wanavyotaka wao, hawa ndio ambao wanazitafsiri sunna za Bwana Mtume kinyume. Ndio unaona wema waliotangulia wakawagawa hawa watu wajinga hawa ambao wasojua kwamba wana sifa tatu. Ukimuona Muislamu yoyote ana sifa tatu, hii ni katika alama ya mtu mjinga, ni mtu asiyejijua na yeye mwenyewe hajitambui kwamba yeye mwenyewe hajui. Mtu wa kwanza anasema alijabatu qabla an yasma. Sifa ya kwanza ya watu wajinga ni mtu ambaye anayetoa jawabu kabla hajasikiza watu wanaongelea kitu gani. Hasikizi, hakai akasikiza, yeye anakimbilia kutoa jawabu tu, na jawabu yenyewe ni makosa na anakimbilia hayo. Na hii ndo hatari ilivyo, ndugu zangu. Na ya pili, katika sifa ya pili, almuaradhatu qabla an yafham, ni mtu ambaye leo anayepinga kila kitu na yeye mwenyewe hajaifahamu, hajui, maskini hajafahamu. Hata kama ameisoma jambo lenyewe, basi atapinga tu, atakwambia hii hakuna, hii sio katika haki, hii si sheria, hii sio sunna, na atayatetea yale mengine ambayo ni maovu. Atatetea ushirikina, atatetea mambo ya bid'a, atatetea mambo mengine, na yeye mwenyewe hajafahamu. Ndugu zangu, unajua inawezekana wewe leo elimu yako ni ndogo, au labda hujasoma, lakini Mungu amekupa ufahamu katika dini hii, amekupa zawadi kubwa sana. Na kuna baadhi ya watu ambaye leo wameisoma hii dini na mpaka leo hawajafahamu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hii ni zawadi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu anawapa waja wake, na sio kila mtu anapewa zawadi hii. Mtume anasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Mwenyezi Mungu anapomtakia mja wake kheri anamfahamisha dini. Mwenyezi Mungu anapomtakia mja wake kheri anamfahamisha dini. Ndugu zangu, ukipewa ufahamu wa dini, ndugu zangu, umepewa kheri nyingi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira. Mtu yoyote ambaye amepewa hikma, wal hikma huna ya ikhwata al-iman bimaana al-fahm, mtu yoyote ambaye amepewa ufahamu wa dini, huyu amepewa kheri nyingi, amepewa kheri nyingi kwa kweli. Na ndio wengi wa Waislamu leo hawalijui hilo. Kwa hivyo mtu wa nne ambaye ndio mtu wa hatari katika wote hawa, Al-Khalil bin Ahmad anasema ar-rajulu la yadri wala yadri bi annahu la yadri fadhalika dhallun fajtanibuhu. Mtu wa nne ni mtu asiyejua na hajui kwamba yeye hajui, basi huyu ni mwovu, huyu amepotea, kaeni mbali naye. Na hawa ndo wengi leo katika mujtama zetu, watu ambaye hawajui kwamba wao hawajui, na ndo wanajifanya wao ni hodari mbele ya watu. Mazungumzo ya dini, mazungumzo ya sheria ya Qur'ani na sunna za Bwana Mtume watajiingiza kati, hata kama wao hawajui. Ukimuuliza, bwana, gari yangu imeharibika, hii injini yake imekataa kupiga start, unaonaje, makosa inaweza kuwa iko wapi, matatizo iko wapi? Atakwambia mtafute fundi, tumtafute makanika. Ukimwambia bwana, nimekuwa mgonjwa, nasikia tumbo inaniuma, wallahi sijui ni kitu gani, unaonaje, tutumie nini? Anakuambia twende kwa daktari. Lakini mambo ya dini, hata kama hajui, ndugu zangu, ataingia kati na ataanza kuchangia, na hajali kwamba yeye anawapotosha watu. Yeye mwenyewe amepotea na anawapoteza na watu wengine, na kuitetea batil katika mambo ya batil. Na hii ndo hatari kubwa iliyopo, ndugu zangu. Ndio unaona elimu hii, ndugu zangu, ambayo tunaizungumza sisi ni elimu ya sheria ambaye imewahi kuinua baadhi za nyumba za watu. Hizi nyumba ambazo hazina misingi,
alilmu yarfa'u baitan la imada lahu, kama alivyosema Imam Ahmad bin Hanbali, waljahlu yahdimu baita al-izzi wash-sharafi, ujinga inavunja nyumba ambayo imejaa kila aina ya utukufu na kila aina ya sharaf mbele ya watu. Maana yake akionekana mtu fulani mashallah, lakini kwa sababu ni mtu mjinga, hana elimu hasatan ya dini yake, ndugu zangu, hiyo nyumba hata watu wakiangalia wanaona tu hakuna kitu hapa. Lakini leo ukiangalia manyumba za wanazuoni ambaye hivi karibuni, tuache wanazuoni wa zamani walipokuwa wanaishi katika nyumba ya matope, hizi nyumba zimebakia kwamba ni turathi, zimehifadhiwa kwamba ni nyumba ya shekhe fulani, ni nyumba ya mwanachuoni fulani, na ukiiona ni nyumba ambayo imejengwa na matope tu, mingine imejengwa na nailoni, imejengwa na majani, lakini ni kwa sababu mwanachuoni aliishi humo ndani. Hiyo nyumba inavyoheshimiwa na watu wanavyokwenda kuiangalia, ndo fulani alipitia hapa jamani. Lakini ni wangapi ambaye leo wanaishi katika manyumba za kifahari kwa sababu ya kutokuwa na elimu kwao? Hizi nyumba hata watu hawana habari naye, wengine wameshasahau nani ambaye alikuwa anaishi katika nyumba kama hii. Kwa hivyo elimu, ndugu yangu, ambayo tunaizungumzia hapa, elimu hii ambayo wewe kama Muislamu ni wajibu kujifundisha elimu ya dini yako, na kila mara unaposikia kuna muhadhara msikitini, kuna darsa msikitini, kuna khutba ya Ijumaa, kuna halaka ya elimu, njoo ukae hapo. Hata kama unajua kila kitu, hauwezi kutoka bure. Unajua elimu hii ambayo tunaizungumzia sisi, ndugu zangu, elimu hii ndo ambayo itakushika mkono wewe na itakupeleka mpaka ndani ya pepo ya Mungu, na ujinga ulionaye ndo itakushika mkono na itakupeleka kwa sheitani, na mwisho wake itakupeleka motoni. Ndio unaona mtu yoyote ambaye anaishi katika ujinga ndani ya hii dini apate kujua kwamba anahatarisha mpaka pepo yake, na anampa sheitani nafasi katika maisha yake. Leo kuna baadhi ya watu kama ambayo tumetaja hawakai katika vikao kama hivi. Huwezi kumuona kwenye darasa msikitini, khutba ya Ijumaa yenyewe anakwenda katika misikiti ambaye khutba inatolewa ovyo ovyo tu, hakuna faida yote. Ni lazima uchague ni msikiti gani ambao unakwenda kusikiza khutba, angalau kwa wiki mara moja utoke na kitu ambaye ya kuweza kuinua elimu yako na daraja yako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakai katika vikao kama hivi, haumuoni katika muhadhara, haumuoni katika darsa, haumuoni katika halaka ya elimu. Yeye kila mara anajifanya ni mtu special. Sasa njoo muangalie tabia zake na ibada yake na mazungumzo yake, ndio utajua huyu mtu yuko mbali kabisa na dini. Kwa sababu elimu, unapokaa katika vikao kama hivi, inarekebisha ibada za mtu, inarekebisha tabia za mtu, na inarekebisha mazungumzo ya mtu. Wewe ukitaka kumjua mtu alokaa katika vikao vya elimu, muangalie hata mazungumzo yake. Hawezi kutoa matusi wala kulani wala kutoa maneno machafu. Lakini njoo muangalie yule ambaye hakai katika hizi vikao. Wewe leo unapokaa mbali na vikao kama hivi, unasikia kuna shekha amekuja msikitini au kuna darsa msikitini, hauendi kukaa hapo. Pata kujua ndugu yangu, unahatarisha, na ibada zako za tabu zitaendelea hivyo, na mpaka mwisho wengine wanaondoka duniani katika hali kama hiyo. Leo kuna watu wamekaa katika vikao kama hivi, na hivi vikao vikaweza kurekebisha tabia zao na ibada zao na mwenendo wao, mpaka watu wakaja wakauliza, huyu jamaa alisoma wapi? Huyu alisoma katika university gani, shule gani, ni khiriji wa jamia gani? Anaambiwa kusoma popote. Yeye ni kama Abu Huraira, alikaa pale msikitini akawa anaandika na kusoma, anaandika na kusoma, basi shekhe yeyote anakuja. Na ndio unaona yeyote anayekaa katika vikao kama hivi, ndugu zangu, darsa anahudhuria, mihadhara anahudhuria, mashallah, khutba ya Ijumaa kosi, hauwezi kumuona tabia mbaya, hauwezi kumuona kijana au mtu mzima ndani ya hii dini au mwanamke anaisikiza mihadhara kama hii au darsa kama hizi eti anasikiza mziki. Hawezi, kwa sababu hizi vikao vinarekebisha mwenendo wa watu.
Hauwezi kumuona kijana anayekaa katika vikao kama hivi ananyoa nywele kama jogoo, ama anavaa suruali nusu ya makalio iko wazi, kwa sababu hizi vikao vinarekebisha tabia za watu. Hauwezi kumuona kijana anayekaa katika kikao kama hichi anatafuna miraa ama anavuta sigara, ama yeye ni mtu mrongo. Sifa yake ni nzuri mbele ya watu, lakini njoo muangalie yule ambaye hakai katika hizi vikao. Ndugu zangu, mpaka watu wanauliza wasiokuwa Waislamu, hawa huyu jamaa ni Muislamu kweli? Huyu ni Muislamu huyu? Maanake wanajua Muislamu hafai kuwa na tabia ambazo huyu bwana yuko naye, na hizi zote ni kwa sababu amekaa mbali na misasa ya moyo, ambayo ndio hii elimu ambayo tunafundishana msikitini. Ndugu zangu, umekaa mbali na hapa, unahatarisha. Wewe leo usijifanye unajua kila kitu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hizi ndio majalisi dhikri iliyobakia duniani leo. Wewe leo kumchukua Muislamu kumrudisha madrasa, itatokea vita vikuu vya dunia. Vikao vya elimu misikitini ndio vikao vilivyobakia ya mtu kuikuza elimu yake na kurekebisha ibada zake na uhusiano wake na Mola wake. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja katika hadithi ambayo ni sahih. Mtume anasema majtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah yatluna kitab Allahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allahu fi man inda. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hawajakaa watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu ambaye ni msikiti. Katika hii hadithi Mtume amesema wanakaa msikitini hawa watu, imma wanafanya vitu viwili au moja katika vitu viwili, yatluna kitab Allahi, imma wanasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu ambaye ni Qur'an, au wayatadarasunahu bainahum, wanasomeshana wao kwa wao. Kuna shekha amekaa hapa mbele anatoa darsa, anatoa muhadhara, anatoa khutba, na wengine wamekaa chini wanasikiza. Hawa watu kama sasa hivi tulivyokaa hapa tunapata faida 4 kulingana na hadithi ya Mtume. Illa nazalat alaihim as-sakina, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawateremshia utulivu wa moyo. Angalia namna gani tulivyotulia hapa sasa hivi ndugu zangu. Kila mmoja wetu afikirii maisha yake, mshahara wake, afikirii nani ambaye atalipa rent, chakula yangu itakuwaje. Kila mmoja ametulia kwa sababu ya maneno ya Mwenyezi Mungu, kwa kusikiza maneno haya moyo umetulia hapa. Illa nazalat alaihim as-sakina, ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man dakhala masjidan fa huwa aminan, mtu yeyote anayeingia msikitini yuko ndani ya amani. Wewe unapoona msikiti na kuchoma, wewe unashindwa hata kukaa kwenye darsa, khutba inapotolewa msikitini unaangalia saa tu, ni saa ngapi atamaliza huyu bwana, tuondoke sisi. Pata kujua ndugu yangu, wewe uko hatarini. Hii dunia umeshaikimbiza miaka nyingi, haujachoka tu, haujafika tu. Illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma. Vikao kama hivi, vikao vya elimu, darsa msikitini, muhadhara, khutba ya Ijumaa na mingineo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa hivi anatuhurumia sisi, ametutia katika huruma yake. Nani asihitajia huruma ya Mungu ndugu zangu? Tunamkosea Mwenyezi Mungu usiku na mchana. Mara ngapi tunamuudhi Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mtu kukaa katika kikao kama hichi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa hivi anakuhurumia wewe, na Mungu akishakuhurumia ndugu yangu, wewe umefaulu katika dunia yako na akhera yako. Wahaffatuhumul malaika, na sasa hivi tumekaa hapa ndugu zangu, kuna malaika ambao wametufunika na mbawa zao. Hii ni katika ilmu al-ghaib. Mtume haongei kwa hawa ya nafsi yake, isipokuwa anapokea ufunuo kutoka mbinguni. Mtume amesema sasa hivi kuna malaika hapa ametufunika na mbawa zao, malaika ambaye leo hawamaasi Mwenyezi Mungu, la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun, na wanafanya kama walivyoamrishwa. Malaika ambaye ni viumbe takatifu wanatufunika na mbawa zao kwa tendo gani? Tendo ya watu kukaa katika vikao kama hivi. Hauoni kwamba wewe ambao unaikaa mbali na hizi vikao unaacha vitu vya thamani katika maisha yako? Wa dhakarahumullahu fi man inda. Na ilikuwa nzito zaidi ndugu zangu katika vikao hivi, sasa hivi tumekaa hapa na imma katika darasa kama hii msikitini au katika halaka ya ilmu,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaja mbele ya viumbe ambao wako mbele yake. Anamtaja kila mmoja wetu aliokaa hapa sasa hivi kwa jina lake, fulani bin fulani, fulani bin fulani. Hawa ambao wako mbele yake viumbe hawa ni kina nani hawa? Wanatafsiri, wanazuoni wanasema ni tafsiri tatu. Tafsiri ya kwanza, Mwenyezi Mungu sasa hivi anatutaja mbele ya malaika. Malaika ambayo hatujui idadi yao ni ngapi. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, hakuna ambaye anayejua majeshi ya Mungu idadi yao ni ngapi isipokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Malaika namna walivyokuwa wengi, mabilioni kwa mabilioni ya malaika. Mungu anatutaja mbele ya malaika wote hawa. Kisha wadhakarahumullahu fi man inda. Tafsiri ya pili, Mwenyezi Mungu anatutaja sisi kwa arwahul anbiya. Hivi ndo namna walivyotafsiri wanazuoni, ndugu zangu. Na arwahu shuhada ambayo ni ya tatu, manabii na mashahidi waliokufa katika maaraka ya jihad. Hawa ni watu ambao wako hai. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi. Msidhanie kwamba wale ambao wamekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu wao ni maiti, bali wako hai, wanaruzukiwa, wako ndani ya furaha. Mitume wa Mungu roho zao ziko hai, na mashahidi waliokufa katika maaraka ya jihad wako hai. Mungu anatutaja mbele yao kwa sababu ya kukaa katika vikao kama hivi. Ndio unaona ndugu zangu, wewe kama Muislamu, hata kama unajua kila kitu, unaposikia kuna darsa msikitini, kuna muhadhara msikitini, njoo ukae pale tu, hata kama unajua kila kitu, kwa sababu ya kupata fadhila hizi. Na bila shaka huwezi kutoka patupu, lakini kukaa tu peke yake utapata utulivu wa moyo. Mwenyezi Mungu atakuhurumia, malaika watakufunika na mbawa, na Mwenyezi Mungu atakutaja kwa jina. Ndio ule mmoja katika salafu na saleh alikuwa akikaa katika darsa ya mwanafunzi wake, elimu ambayo mwanafunzi wake anasomesha, yeye ndo amemsomesha. Anakaa anamsikiza mwanafunzi wake kwa muda mrefu. Watu wakamuuliza, ya Sheikh, wewe unakaa kwa darasa ya huyu mwanafunzi na wewe ndo ambao umemfundisha, wewe ndo ulikuwa unafaa ukae pale unasomesha watu. Huyu Sheikh akawaambia, mimi nakaa katika majalisi dhikri, katika vikao kama hivi kwa sababu ya kupata fadhila inayopatikana ndani yake. Nitahurumiwa na Mungu, nitapata amani, nitafunikwa na malaika, na Mwenyezi Mungu atanitaja kwa jina. Ndio unaona wanasema wanazuoni, hata wakati mwingine anayezungumza hapa darsa msikitini anazungumza kwa lugha usioifahamu wewe. Labda anazungumza Kiingereza na wewe hujui Kiingereza, anazungumza Ki-Chinese na wewe hujui Ki-Chinese. Kaa tu, angalau utapata aya na hadithi. Lakini ile kukaa peke yake utazipata vitu vinne hivi. Ndugu zangu, upate kujua kitu kimoja katika maisha yako, kwamba usije ukadhania mtu ambaye hana elimu na yule ambaye amesoma wako sawa mbele ya Mungu. Hawako sawa. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Je, wanafanana, wanatoshana? Wako sawa wale ambao wanaojua wamesoma na wale ambao wasojua? Hawako sawa. Ni sawa sawa na mbingu na ardhi katika kila kitu. Leo sisi tunapozungumzia aya hii tunafikiri kwamba hawako sawa katika mambo ya elimu tu, au huyu amesoma na huyu hajasoma. Hawako sawa katika kila kitu. Hawako sawa katika ibada zao, hawako sawa katika nia zao, hawako sawa katika muamala yao, hawako sawa katika kufa kwao. Namna aliyesoma anavyokufa na asiyesoma ambaye hana elimu, kifo yao vile vile iko tofauti. Malaika wanapokuja kuwapokea ni tofauti, na hawako sawa ndani ya kaburi lao, na hawako sawa namna watakavyofufuliwa siku ya Kiyama, na hawako sawa vile vile, hawatokuwa sawa hata ndani ya pepo zao. Sitarajie ndugu zangu, huyu mwenye elimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa kipawa cha juu na akamweka juu. Kwa hivyo ndugu Muislamu, upate kujua elimu hii ambayo tunaizungumzia kila mara hapa, naye ndio elimu ya kisheria. Elimu ndio itakushika mkono wewe, itakupeleka peponi, na ujinga itakushika mkono, itakupeleka kwa sheitani,
na sheitani atakupeleka motoni. Elimu hii ndugu yangu ndo sauti ambayo inayetembea na wewe katika maisha yako ya kila siku, kwa sababu mtu baada ya kusoma anajua, mimi nikifanya kitendo fulani kwa mujibu wa masomo yangu nitapata thawabu fulani, nitapata daraja fulani, nitakuwa karibu na Mungu kiasi fulani. Hawezi kuipuzia matendo kama haya, hawezi. Ndio unaona elimu hii itakushika, itakuleta msikitini wakati wa alfajiri. Ujinga itakuambia lala, usije, utachoka kwenda kazini. Elimu hii ndo ambaye itakushika mkono, itakuambia bwana, kesho amka na saumu ya sunna, kwa sababu ishakuambia mtu anapofunga saumu ya sunna thawabu yake ni hii. Elimu hii ndo ambaye itakuambia nenda ukawahi sunna ya kablia ya alfajr, itakuambia nenda ukasome Qur'an. Elimu itakuambia katoe sadaka, elimu itakuambia inamisha macho. Lakini ujinga itakukataza mema haya, itakuambia sio lazima hizi. La muhimu ni moyo wa mtu bwana. Madamu moyo wangu ni safi, hata kama sifanyi ibada, mimi bwana ni mtu mzuri bwana. Kwa hivyo hizi ni hatari ndugu zangu ambazo leo Waislamu tunaishi navyo katika maisha yetu. Ndio Mtume wa sallam akasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Mtu yoyote mwenye kutafuta elimu, mtu yoyote ambaye atakayeshika njia kwa ajili ya kwenda kutafuta elimu, Mwenyezi Mungu atamsahilishia njia yake ya kuelekea peponi. Hii ndio njia yako kwenda naye peponi ndugu zangu. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mwenyezi Mungu amewainua watu katika miongoni mwenu nyinyi walioamini, na wale ambao wamepewa elimu daraja nyingi, daraja nyingi. Leo tukisoma tarehe ya wanazuoni waliopita ndugu zangu, wewe mfano, tuchukue mfano wa Imam Bukhari, tukichukua mfano wa Imamu Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbali, Imam al-Barbahari, Imam Ibn Qayyim, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, wale wema waliotangulia katika wanachuoni wakubwa. Leo sisi na Imam Bukhari imepita miaka 1200 labda iliyopita, hatujawahi kumuona Imam Bukhari, wala hatumjui, wala hatujui sura yake inakaa vipi. Lakini sisi sote hapa tunampenda Imam Bukhari kwa sababu ya elimu aliyokuwa naye. Kila na akitajwa mbele ya watu, watu wanamwombea Mungu, watu wanamwombea msamaha. Anatajwa misikitini katika khutba za Ijumaa, mashariki al-ardh magharibiha, vitabu vyake vinasomwa. Wacha Sahih Bukhari ambaye amehifadhi yeye na mengi mengineo. Kila anapotajwa watu wanamwombea Mungu. Subhanallah, huyu bwana ambaye leo ameizunguka hii dunia kwa sababu ya kutafuta elimu na kuisomesha dini. Sisi sote hapa bado tunaendelea kusoma na tunaendelea kueneza dini. Ndivyo walivyofanya wema waliotangulia. Mpaka Imam Bukhari anafariki dunia hakuweza kuoa. Hakuoa kwa sababu ya hii kazi. Unajua, kwa taarifa yako ndugu yangu, Imam Bukhari alikuwa na maadui wengi. Hawa maadui wote ambao walikuwa wanamtukana Imam Bukhari na ambao wanaendelea kumtukana sasa hivi, hii ni mfano wa shekhe mmoja nawaambieni, na ambao wanaendelea kumtukana na kumpiga vita sasa hivi, vita vyao na matusi yao, kwa ajili hiyo Imam Bukhari anaandikiwa thawabu kwa kazi nzuri aliyoifanya, kwa kazi nzuri aliyoifanya. Na hii yote ni kuonesha mtu ambaye leo amesoma dini yuko wapi ndugu zangu, na yule ambaye hajasoma dini. Naona nimebakisha dakika 10, wacha tumalizie vipengele muhimu. Hii mada nayo ni refu sana, hatuwezi kumaliza kila kitu. Tunapozungumza kuhusiana na ilmu hapa, tumetaja mwanzo ya khutba, kwa wale ambao wamechelewa, tunakusudia ilmu shar'i, naye ni elimu ambayo inaambatana na sheria, na hii ndio ilmu nafi'.
ndio ilmu ambayo ina manufaa ndani yake, ambaye mara nyingi hauwezi kuipata kwa ajili ya akhira yako isipokuwa ndani ya Qur'an na hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wanazuoni wakaja wakasema elimu zingine zote hizi ni mubah, unaruhusiwa kuyasoma, lakini sio malengo hasa ya kumpeleka mtu akhira, ya kumpeleka mtu peponi na uhusiano wake na Mungu wake, lakini hujakatazwa kuyasoma. Na hizi elimu zingine zote duniani wanazuoni wameingia kati wakasema katika Uislamu kuna elimu moja peke yake. Elimu ni moja tu, hakuna elimu mbili wala tatu, ni moja tu, naye ni elimu ya dini. Ukimpeleka mtoto wako shuleni, nursery school, primary, secondary mpaka university, anakwenda kusoma elimu ya dini huko kama atafahamishwa. Lakini na ukimpeleka mtoto wako madrasa vile vile anakwenda kusoma elimu ya dini. Hizi elimu zote zinafanya kazi moja, naye ni elimu ya dini, lakini itategemea huyu mwanafunzi amefahamishwa vipi mpaka akaweza kufahamu hivyo. Wanazuoni wakatafsiri wakasema, unapompeleka mtu wako shuleni anakwenda kusoma namna gani atamtambua Mola wake ambaye ni muumba wake, ambaye madrasa vile vile ataipata hiyo, lakini malengo ya shule hasa ndio hiyo. Mbali na kuwa kuna faida fulani pia atapata baada ya kufika katika nyanja fulani ya elimu fulani. Elimu zote ambaye leo zinafundishwa mashuleni, nursery school, primary, secondary mpaka university, inampelekea mwanafunzi kumtambua kwamba kuna Mola wake ambaye yupo, ambaye anaongoza mambo haya. Leo mfano tunaposoma mashuleni elimu ya language, elimu ya lugha tu, kuna lugha ya Kiingereza, kuna lugha ya Kiswahili, kuna lugha ya Kijerumani, kuna French, kuna Germany, kuna Chinese, kuna Japanese. Leo katika nchi yetu ya Kenya hii kuna zaidi ya lugha 60. Katika nchi ya Tanzania kuna lugha zaidi ya 100. Katika nchi ya Uganda kuna lugha zaidi ya 50. Dunia kwa ujumla ina lugha ngapi? Na labda mmoja asiweze kuelewana na mwingine wanapozungumza lugha zao. Lugha peke yake, elimu ya lugha peke yake inamtosha mwanafunzi kutambua kuna muumba ambaye ni Mwenyezi Mungu ambaye anaongoza mambo haya. Haya mambo hayendi kwa bahati nasibu, ndugu zangu. Watu wakaweza kuzungumza lugha yao mpaka wakaelewana, na mwingine akizungumza lugha usifahamu, wewe mwenyewe unashangaa hao watu wanaongea nini, wanaelewana vipi? Utafikiri ni ndege inaongea. Lugha peke yake inamtosha kumfahamisha mwanafunzi kuna muumba ambaye ni Mwenyezi Mungu anaongoza mambo haya. Leo tunaposoma katika elimu ya geography, inakuwaje mvua inateremka? Inakuwaje hii mbingu imekaa hivi, hakuna kitu iliyoishikilia? Hii mbingu haina nguzo. Nani ambaye ameishikilia mbingu hii? Ushawahi kusikia hata siku moja, ndugu yangu, kwamba hii mbingu sasa hivi imeanza kubadilika rangi yake imeanza kuoza? Ile rangi ya samawati inatakana tutafute watu wakapiga rangi kule juu, au imetokea crack, kuna vitu ambavyo vinaanguka kutoka kule juu inaweza kuwadhuru binadamu? Haijawahi kutokea toka ilipoumbwa na mpaka kiyama itakaposimama. Inakuwaje mchana unaingia na usiku unatoka, na usiku unaingia na mchana unatoka? Inakuwaje leo mvua inateremka? Leo hawa geographers wamekuja kujua namna mvua inavyoteremka juzi tu, ambaye Qur'ani ilitaja miaka 1448 iliyopita. Wanakuja kujua leo masala ya precipitation na evaporation na cloud formation. Tukiisoma katika elimu ya geography, wamekuja kuijua juzi kwamba namna jua inavyoichoma bahari. Unaiona ile Victoria, Mwenyezi Mungu anapotaka kuleta mvua, mwanzo anaichoma hii ziwa ya Victoria. Ile jua inakuwa kali kupita kiasi, kisha ile maji baadhi yake inageuka inakuwa ni mvuke. Ile mvuke inapazwa mbinguni kwa kasi, inakwenda inaingia mpaka ndani ya mawingu. Ile mawingu inakusanywa, alafu inapeperushwa kwa kasi iliyokuwa kubwa sana, ndio mwisho wake inateremka mvua. Hii yote Qur'ani ilishaeleza miaka yote hiyo, na mpaka leo hawa watu hawaamini, na wanajua wazi Qur'ani imesema ukweli.
Ndio Mwenyezi Mungu anasema katika surati Luqman, kuna vitu vitano ambaye Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kujua, hakuna yeyote anayejua isipokuwa Mwenyezi Mungu. Inna Allaha indahu ilmu saa, Mwenyezi Mungu ndio ambaye anayejua kiyama itakuwa lini. Wa yunazzilu alghaith, na yeye ndio ambaye anayeteremsha mvua. Hawa watabiri wa hali ya anga hawawezi kutuambia hii mvua ambayo itakayonyesha itanyesha tani ngapi ya mvua, itanyesha kwa masaa mangapi, itanyunyiza ardhi kiasi gani, itakuwa ni ya mafuriko, itakuwa ni gharka, itaua au yenye manufaa. Hawawezi kusema hivyo. Wanabahatisha tu kwa kuangalia mawingu, wanakuambia kwamba leo itanyesha, mara wanakuambia leo kuna manyunyu, mara inanyesha mvua ya radi, na wakati mwingine wanakuambia leo itatokea gharka, mara inanyesha manyunyu wala isinyeshe. Haimo katika uwezo wao, ni elimu ya Mungu hiyo ambaye Qur'ani ilieleza miaka yote hiyo. Leo mfano, ndugu zangu, tunapozungumza masala ya science, namna mwili wa binadamu unaofanya kazi, inamtosha mwanafunzi kumjua Mola wake. Inakuwaje macho yako inaweza kuona, akili yako ina store na kuhifadhi vipi toka vitu ulikuwa udogoni unayakumbuka katika uzeeni, namna moyo wako inavyodunda damu, na figo yako inavyosafisha damu, na mapafu yako inavyopumua hewa, na matumbo inavyogawanyisha chakula, ile yenye faida ikapeleka sehemu mbalimbali ya mwili panapohitajika, na ile ambayo haina faida inatolewa, unakwenda haja. Peke yake hii, ndugu zangu, inatosha. Mtoto anaishi vipi katika tumbo la mama yake? Hii elimu ya embryology ambayo leo tunafundishwa mashuleni katika elimu ya biology au science, Qur'ani ilieleza miaka yote hiyo, ndugu zangu. Wao wamekuja kujua juzi, na hawa madaktari katika nchi ya Ujerumani na wanasayansi ambao si Waislamu wamethibitisha kwamba Qur'ani imeelezea elimu ya embryology, namna mtoto anavyoishi katika tumbo la mama yake 101%. Na bado wanakuambia sisi hatuamini kwamba kuna Mungu. Mtume alijuaje mambo haya, ndugu zangu? Wanakuambia mambo yote imetokea by nature tu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea ndani ya surati An-Nur, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fakhalaqna al-'alaqata mudghah fakhalaqna al-mudghata 'idhama fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hii ni katika baadhi ya aya tu, ndugu zangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema leo mascientists na madaktari wamekuja kujua kwamba manii ya binadamu inapotoka katika mgongo wa mwanamume wakati anapostarehe na mke wake wa halali, zinatoka kwa mamilioni. Leo ndo wamekuja kujua hiyo. Qur'ani ilielezea miaka nyingi sana. Milioni ya manii zinashindana, yule ambaye atakayeshinda kuingia katika fuko la uzazi wa tumbo ya mwanamke, huyo ndo ambaye atapachika mimba. Na saa nyingine wanaingia wawili kwa pamoja, saa nyingine wanaingia watatu kwa pamoja, ndio unaona mwanamke anapata mapacha wawili, watatu, wanne. Na wengi hao manii watakufia barabarani. Qur'ani ilishaeleza mambo yote haya wakati ilikuwa hakuna maabara, hakuna microscope, hakuna MRI machine, hakuna CT scan, hakuna x-ray. Huyo mtume alijuaje? Hii Qur'ani ni vipi, ndugu zangu? Mascientists wanayaona haya na wanayakubali, na mpaka leo wanakuambia hakuna Mungu bwana. Mambo yote yanakwenda by nature. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hiyo tone la manii ilipoingia katika fuko la uzazi, baada ya siku 40 tukaiumba upya, tukaifanya ikawa ni tone la damu. Hii tone la damu yenyewe ni kama ambayo imening'inia, ndio maana Mwenyezi Mungu ameiita thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa. Alaqa ni kitu ambacho imetundikwa, na wao wenyewe wakiangalia kwenye microscope zao au katika baadhi ya vipimo vyao wanaona damu imening'inia pale kama ambayo hakuna kitu hivi. Kisha ile damu baada ya siku 40 nyingine inabadilishwa, inaumbwa upya, inakuwa ni mnofu wa nyama. Mwenyezi Mungu ametaja kwenye Qur'ani kwamba ni mudgha. Mudgha ni nyama, ni mfano wa nyama uliotafunwa na mtu kwenye mdomo wake, kwenye meno yake, kisha akaitema. Ndio maana ya mudgha. Na leo madaktari wamekubali ni kweli hii nyama katika fuko la uzazi ya kumuumba naye binadamu ni kama nyama iliyotafunwa ya steak kisha ukaitema, si ya kuridhia mtu kuiona.
kisha ile nyama baada ya siku 40 nyingine tukaifanya ikawa ni mfupa, na ile mfupa tukaigeuza tukaivika nyama juu yake. Thumma khalaqna almudghata idhama thumma kasawna alidhama lahma, kisha tukaivika ile. Na ndio hiyo wanasema wanazuoni, ndio stage ya mwisho ambayo binadamu aliumbwa nacho. Hali ingelikuwaje leo ndugu zangu, hii ngozi ya binadamu isingekuwepo, kila mmoja akavishwa ngozi yake hapa na rangi yake ambayo inampendeza yeye mwenyewe. Hali ingelikuwaje leo kama tusingekuwa na hii ngozi ndugu zangu? Hakuna kiumbe ambaye angekuwa na tisha kama binadamu. Ungekuwa unatembea katika ardhi hii ni madamu tu yanachururika mabarabarani, viumbe vingine wote wanakutoroka, lakini Mungu akatupamba sisi. Unajua hii aya ilipoteremka, mtume alipowasomea maswahaba Saidina Umar radhiallahu anhu kwa mshangao namna Mungu anavyoumba, Saidina Umar akatamka maneno akasema, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ametukuka Mwenyezi Mungu ambaye ndiyo mbora wa kuumba. Mwenyezi Mungu anamwambia Muadh bin Jabal na Ubay bin Ka'b, uktubuha hakadha nazalat, andikeni namna Umar alivyotaja, kwani hivyo ndio namna hii aya ilivyoteremka. Yani mazungumzo yake Sayyidina Umar ilikuwa inakwenda sambamba na wahi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampatia ilham, Sayyidina Umar anatamka maneno ambayo mtume hajatamka baada ya kupewa wahi, kana kwamba Sayyidina Umar alikuwa anajua wahi kabla wahi yenyewe. Leo amekuja kuyajua haya mambo juzi. Leo mfano ndugu zangu, acha tumalizie nukta mbili alafu tumalize. Unajua tunapozungumzia elimu ambayo tumeyasoma shuleni, haya kwa wanafunzi leo watafahamishwa na mwalimu leo wataifahamu, basi wallahi watu watamkaribia Mungu, watamkaribia Mwenyezi Mungu. Leo mfano tunaposoma katika biology, wewe angalia mfano wa biology, yai la kuku Mwenyezi Mungu ameliumba kwa mfano ambaye imepigwa simiti juu yake, hakuna dirisha pale wala mlango wala shimo wala tundu, lakini jambo la ajabu, kuna kiumbe ambaye anaishi ndani ya yai. Nani mwenye kumlisha huyu kiumbe? Na hakuna njia ya kupitia chakula. Nani mwenye kumpa maji ya kunywa? Nani mwenye kumpa hewa ya oxygen? Nani mwenye kumkuza huyu ndege mpaka mwisho akapasuka katoka ndani ya yai? Isipokuwa itampelekea mwanafunzi kujua kwamba kuna muumba ambaye ni Mungu anaongoza mambo haya. Haya mambo haiendi kwa bahati nasibu. Leo mfano ndugu zangu, nikiwaulizeni swali ambaye tumekuwa tukiisoma, na hii ni swali la tauhid. Watu wengi wanafikiri ni swali ya kuchekeshana, ni swali ya kumjua Mola wako. Leo tunaulizana hapa, kati ya kuku na yai gani iliyokuja mwanzo? Kama tunavyosoma katika elimu ya historia, kati ya kuku na yai ndugu zangu, gani iliyokuja mwanzo hapa? Lao tutaulizana ili swali hapa, saa nyingine tusipate jawabu. Na jawabu ya hili swali kuna jawabu mbili, kuna jawabu ya kihistoria na kuna jawabu ya kidini. Na ya dini ndio jawabu iliyokuwa sawa. Wewe kama Muislamu ni lazima ujue hilo. Lao tutaulizana ni kati ya kuku na yai gani ilikuja mwanzo. Ikiwa utasema ni yai ndio ilikuja mwanzo, basi hakuna yai ambaye inaweza kuja bila kuku. Na ikiwa utasema ni kuku ndio ilikuja mwanzo, hakuna kuku ambaye inaweza kuja bila yai. Sasa kama ni yai ndio ilikuja mwanzo, ni kuku gani ambaye ilitaga yai hiyo? Na kama ni kuku ndio ilikuja mwanzo, ni yai gani ambaye ilizaa kuku hiyo? Ili uweze kujua ni kuku ama ni yai gani ilikuja mwanzo, isipokuwa itampelekea mwanafunzi kumjulisha kwamba kuna muumba ambaye ameumba mambo haya, haiendi kwa bahati nasibu. Yeye peke yake ndio mwenye kujua. Lakini jawabu ya hii swali ambaye ni swali la tauhid, swali la mtu kumjua Mola wake na kumpwekesha Mola wake, haipatikani ila ndani ya Qur'an na hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ameshaelezea ndani ya Qur'ani katika sura nyingi. Mwenyezi Mungu akasema, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, katika kila kitu tumeviumba viwili viwili ili nyi binadamu mpate kuyakumbuka hayo. Adam alipokuja duniani hapa hakuanza kuzaa mwenyewe.
isipokuwa aliumbiwa na mwanamke ambaye ni Hawa. Na hivyo hivyo kuku ilikuja na jogoo, na ngamia akaja na dume mwenzake, na hivyo hivyo wanyama wote duniani na ndege na wadudu, hata wale wenye kutambaa tumewaumba viwili viwili. Na hii ndio jawabu ya swali hili. Lakini leo unapompeleka mtoto wako madrasa, mbali na kuwa anakwenda kusoma, namna gani atamtambua Mola wake ambaye ni muumba wake, anakwenda kusoma vile vile namna gani atamwabudu Mola huyu. Huyo Mwenyezi Mungu ni nani? Ana sifa aina gani? Tunamwabudu Mola aina gani? Anazo nguvu kiasi gani? Hauwezi kuipata shuleni, utaipata madrasa, utaipata kwenye vikao kama hivi. Swala ni kitu gani? Uwajibu wa swala inatokea wapi? Nguzo ya swala ni ngapi? Wajibati za swala ni ngapi? Mambo gani ambayo inatengua swala ya mtu? Mambo gani ambayo inatengua udhu ya mtu? Na Muislamu anafaa kutawadha vipi? Hauwezi kuipata shuleni, utaipata madrasa. Leo Muislamu anafaa kuishi vipi katika ardhi hii? Unafaa kuwalea watoto wako vipi? Unafaa kuishi na mke wako vipi? Uhai ni kitu gani? Mauti ni kitu gani? Hauwezi kuipata shuleni, utaipata madrasa. Ambapo leo sisi ndugu zangu tumeigawa elimu moja hii tukaifanya ikawa ni elimu mbili, kisha tukatafsiri kimakosa kabisa kwamba ukimpeleka mtoto wako shuleni anakwenda kusoma elimu ya dunia, na ukimpeleka mtoto wako madrasa anakwenda kusoma elimu ya akhera. Kisha tukatafsiri kimakosa kabisa kwamba ukimpeleka mtoto wako shuleni akisoma sawasawa hawezi kupata tabu hapa duniani, ataheshimika, atakalia juu. Lakini ukimpeleka mtoto wako madrasa, hata akihitimu Qur'ani mara ngapi, atabakia kurandaranda mitaani, hakuna kazi. Na leo tumewaonesha wazi hao watoto elimu ni elimu ya shule, na hii ni hatari. Ikishafika hapo ndugu zangu, upate kujua elimu ambayo atakayepata huyu mwanafunzi shuleni itakuwa ni ya dunia yake. Dunia yake tu atakuja kuyaacha yote hapo. Ndio tumeyazungumza haya ndugu zangu katika baadhi ya vyuo vikuu. Wacha Waislamu wa kawaida, unamkuta Muislamu leo amezaliwa ndani ya dini na yeye ni profesa ndani ya university. Hatukwambii Muislamu wa kawaida tu, mpaka leo hajui kusoma Qur'an. Leo unamkuta mtu ni mhadhiri wa university lakini hajui arkanul Islam ni ngapi. Sasa hapa ni hatari, hapa ni hatari ndugu zangu. Unamkuta mtu leo ni msomi mashallah, mwalimu wa shule fulani, headmaster wa shule fulani, lakini mpaka leo hata kuoga janaba hajui, na hakai katika vikao kama hivi. Yeye ni mtu msomi. Sasa hii ndio hatari iliyopo ndugu zangu. Usiache kukaa katika vikao kama hivi ndugu zangu. Unaposikia kuna darasa msikitini, nenda ukakae, pamoja na kwamba uangalie ni nani ambao unachukua elimu yako kutoka kwake. Lakini usipofanya hivyo unahatarisha vitu vingi sana. Ndio mwisho wake leo tunakuja kutoa uamuzi wa haraka haraka matatizo yanapotokea, kwa sababu hatuna elimu. Hata mambo ya nyumbani tu, mtu unaishi na mke wako, mfano wewe leo kwa sababu huna elimu, ikitokea tu vita baina yako na mke wako, hajui dini yake imemfundisha nini, afanye nini. Yeye anafikiria talaka tu, nenda zako kwenu. Na mwanamke naye anafikiria nipe talaka yangu, kwa sababu hawajui. Leo inapotokea mfano kwa sababu ya watu kutokuwa na elimu ya dini yao, anapofariki baba yao mzazi, ameacha mali nyuma ya urathi kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya dini. Baadhi ya watu sasa hivi wako tayari kuwarusha wengine na kuwafanyia khiana. Acha kuwarusha wengine, wako tayari na imeshatokea kwenda kuwaua mandugu zao. Haiko tayari kwenda kubadilisha mastakabadhi katika ardhi house, awarushi ile mali hawa. Lao angelikuwa na msingi wa dini, anajua babu zetu waliacha hizi mali, wazazi wetu wakachukua, wanayo wameacha, na sisi naye tutaziacha. Ndio unaona ikiwa huna elimu ndugu yangu wewe, hasatan elimu hii ambayo tunaizungumzia sisi, ambayo ndio elimu ya dini, wewe kama Muislamu utachukulia mila za babu zako ndio hii dini.
mambo ambayo babu zetu walikuwa wanayafanya na sisi pia tunafanya kama wao. Mwenyezi Mungu anauliza, anasema awalau kana abauhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun, hata kama mababu zao hawa watu wazazi wao walikuwa hawana akili wala hawakuongoka, yeye atawafuata kipofupofu tu, kwa sababu wazee wetu waliyafanya. Ndio unaona wewe kama Muislamu leo unapoambiwa haya mambo umeyatoa wapi, unasema wazee wetu waliyafanya. Hii ndio kauli ambayo Makuraish walimwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuliwapata mababu zetu wanafanya haya mambo, wewe unakuja kutukataza? Wasiokuwa na elimu hawa. Hii ndio hatari iliyopo ndugu zangu. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به tariqan ila aljanna. Nimeambiwa niwatangazie kwamba inshallah kutakuwa na darsa baada al-maghrib hapa ya Sheikh Saad, na inshallah mimi nitakuwepo katika msikiti wa Jamia baada al-maghrib. Kwa yeyote ambaye anaona kuna umuhimu wa kusikiza maneno ya Mwenyezi Mungu, na sio sisi tu ambaye leo tumekuja na mashekhe wengine ambaye kila mara wako hapa, usiache kuja kukaa katika vikao kama hivi. Tunapoteza wakati mwingi huko katika maisha yetu ndugu zangu. Tunakaa katika ma TV, katika masimu, katika mazungumzo isiyokuwa ya maana. Wengine wetu hapa tuna haraka ovyo, na ukimwona anakwenda nyumbani utafikiri kuna kazi muhimu anakwenda kufanya, kumbe anakwenda kukaa kupoteza wakati, ambapo angekaa hapa bila shaka angetoka na faida nyingi sana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.